Katika usingizi wako ukaota ndoto, ukaona umechelewa kwenda shule au unaona umechelewa kwenda darasani, na ni mtu mzima kabisa, una familia yako na watoto wako na maisha yako, shule ulishamalizaga huko, achaga muda sana mambo ya shule, lakini kwa namna ya ajabu katika usingizi unakuta umelala alafu unaota kwamba umechelewa kuingia darasani au unaona umechelewa kwenda shuleni. Sasa ndoto ya namna hiyo inakuwa ina maana gani? Shalom, Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana mahali popote pale ulipo, amani uwe nawe. Ninatumaini unaendelea vizuri kabisa. Ninayezungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia. Niko hapa kwa ajili ya kukupa maelekezo ya kinabii katika tafasiri za ndoto zako ambazo umekuwa ukiota kila siku. Sasa leo nimekuja na ndoto hii ambayo unakuta mtu analala alafu kwa namna ya ajabu anajikuta amechelewa kuingia darasani, amechelewa kuingia shuleni. Sasa ishara ya namna hiyo katika usingizi wako, ukiota ndoto unaona umechelewa kuingia darasani, maana yake ni kwamba Mungu anajaribu kukwambia kwamba mbele yako Mungu anataka kupeleke majira mapya, lakini wewe ni mtu usiyezingatia au ni mtu ambaye unapuuza nyakati na majira za kujiliwa kwako. Manake ni kwamba unajulishwa kwamba kuna msimu mpya ambao unatakiwa uingie, au Mungu anakujuza kwamba mbele yako kuna mabadiliko makubwa sana ambayo yanatakiwa yaje katika maisha yako. Pengine mabadiliko ya kifamilia, mabadiliko ya kibiashara, mabadiliko ya maono yako. Ila kwa namna ya ajabu unajikuta unaota ndoto, unaona kwamba uko sehemu, unaona umechelewa kuingia darasani. Maana yake ni kwamba Mungu anakujuza kuna roho ya kuto kuzingatia maagizo ya kiungu au ya kuto kuzingatia maelekezo ya Roho Mtakatifu katika maisha yako. Kwa hiyo unapokuwa unaota ndoto ya namna hiyo, unaona umechelewa kuingia darasani, maana yake Mungu anakuambia uwe mtu wa kuzingatia majira ya kujiliwa kwako pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Jambo la kuzingatia, hapo chini ya video yetu kuna maandishi yameandikwa subscribe. Ninaomba bonyeza alama ya subscribe kuwa kwanza kupata mafundisho yetu yote yanayotoka katika channel yetu hii. Lakini ukihitaji msaada wa kiroho, namba zetu za WhatsApp ziko hapo. Shalom, shalom, Maranatha. Asante sana.